Kwa asilimia kubwa huyu mwanamke ni kama anakwenda kushinda mipango yake. Maana mpango huo wa Zuu aliyouandaa ni mzito sana ukiufikiria, na hatujui kwamba kwa namna gani alivyokuwa akimuelezea. Lazima tu kwa namna jinsi tukio lilivyotokea, halafu kisha Kevin mwenyewe jinsi namna anavyoeleza kwamba aliteguka kiuno kisha akampeleka chumbani. Hii inakuwa ni story ambayo kidogo inakuwa na mashaka ukiunganisha pia na story zingine mbili ambazo zimewahi kutokea. Ile ya kwanza aliyomkuta na hii pia aliyomkuta hivi karibuni. Kwa msimuliaji ambaye ni mama mkwe, anaposimulia lazima aweze kujigusia kisha ili kusudi ujumbe uweze kuwa mzito. Kwa hivyo hapa ndio maana anasema kwa asilimia kubwa ni kama huyu Maza anakwenda kushinda. Sasa hapa inakuwa ni vigumu kwa upande wa Kevin kuweza kujitetea. Je, kwa upande wako ukiwa na mama mkwe kama huyu utafanyeje? Au ni kitu gani ambacho unaweza kumshauri hapo Kevin aweze kukifanya? Lakini kumbuka, ukiachana hayo kuna maisha mengine kabisa ambayo ukiachana na mipango ya kina Amina ambao wanaipanga kuweza kuhakikisha wanamkosesha kabisa furaha huyu ambaye ni Tina, bado mambo ni mazito sana. Basi ni kualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network ikisempekea ambao huwa tunatazama uchambuzi kwa kina, hasa tukizungumzia mambo mengi kulikweli, lakini kubwa zaidi kuliko yote ni kukufahamisha juu ya yale ambayo yanakwenda kutokea. Lakini bila kupoteza muda, basi ni kualike tuweze kutazama uchambuzi huu. Basi tumeweza kuona namna gani ambavyo kwa sasa mambo ni mazito sana, ukilinganisha hapo mambo yanazidi kupamba moto, tukiwa katika hatua 20 ambapo mambo ni moto kabisa. Hapa namaanisha kwamba Kevin ana kazi kubwa sana kuweza kumtetea. Sasa kuna scene mbili ambazo zipo, yani kuna mazingira, namaanisha kuna setting mbili, yani manzali mbili kama sio tatu, hasa upande wa kule kwa Maya pamoja na Nelly, lakini pia upande huu wa Kevin ambao unajumuisha jumla Tom pamoja na Amina, lakini wote ambao wanashiriki wakiwemo kina mama mkwe na Zuu. Haya ndio mazingira ya setting ya kwanza. Setting ya pili ambao setting ya pili ni ile ya kule kwa Nelly ambayo inajumuisha kina Maya pamoja na rafiki yake yule Queen. Sasa tukianzia na issue nzima ya huko kwa Kelvin, ambapo tumeweza kuona namna gani ambavyo Tina bado anapambana kuweza kuhakikisha mambo yaweze kukaa sawa kabisa, aweze kumnyima furaha. Wenda kama swali yaka ni mengi kwamba hiyo furaha ambayo anahitaji kuweza kumnyima, hiyo furaha ambao anataka kuweza kumkosesha ni ipi zaidi? Ni ipi ambao anahitaji aweze kumkosesha? Japo mambo yanazidi kupamba, lakini leo ningeomba tuweze kuzungumza mambo machache kwamba kupitia tamthilia hii inavyoendelea, kwa upande wako ni kitu gani ambacho unakiona kwamba kiweze kurekebishwa, kiwekwe sawa, au story namna gani iweze kuwa? Kwa sababu maoni yamekuwa ni mengi kulikweli, watu wakihoji, lakini pia leo una nafasi pia kuweza kuzungumza na kuweza kutoa maoni. Kwa upande wako ni kipi ambacho unakiona kuhusiana na tamthilia nzima? Ukaniambia kwamba setting ipi unaoipenda, hasa ipi ambayo inafanya poa kwa upande wa setting ile ya kule kwa Nelly au upande wa huko kwa Kevin. Ni setting ipi ambapo inayofanya poa, japokuwa zote zina mjumuiko mmoja, hasa zikiwaunganisha wahusika. Kwa mfano Nelly na Kevin ni watu ambao ni marafiki, kwa hivyo zinakuwa zina kama collaboration hivi ambao ni kitu tofauti zaidi. Sasa tupoje katika issue nzima ya huko, kama nilivyokujuza kwamba tunaendelea na issue ya huko kwa Kevin. Huku kuna mama mkwe ambaye hampendi kabisa Kelvin, lakini Kevin anapambana aweze kubaki pale. Lakini issue sio kwamba Kelvin, lakini issue pia na Tina naye ni kiunganisho muhimu sana, ambaye na yeye pia hataki kabisa kuweza kumuona Kevin akiwa nje ya pale nyumbani. Kwa hivyo ndio maana mambo yanazidi kupamba, kwa sababu hapa namaanisha kwamba Kevin anahakikisha anataka amani yeye, lakini mama mkwe hataki kabisa amani. Sasa mama mkwe anamtumia Zuu ambaye ni mfanyakazi. Zuu yupo tayari kuweza kuondoka pale, lakini sasa kaweza kutishiwa zaidi. Vitisho alivyopewa ni vidogo sana kwa maisha ya kawaida, anaweza kuviepuka, japo kidogo sometime, hasa kwa hao wafanyakazi unakuta kidogo masuala ya elimu hawajui na hawaelewi. Kwa hivyo wakitishiwa kidogo na wakiona action ambazo aidha mhusika amekuwa akizifanya, kwa hivyo inakuwa ni rahisi kwa wao kuweza kuona kwamba hii inaweza ikawa ni hatari kubwa sana kwa wao. Kwa hivyo issue inakuja wakati ambao tayari kwa upande wa Zuu ambaye ni mfanyakazi ameshakwisha kutiliwa hofu na yupo tayari kuweza kufanya chochote. Kwa hivyo vitu anavyovifanya vyote moja kwa moja vinakuwa sio vitu ambavyo kwa upande wake yeye anaviona ni sahihi. Anajua kabisa sio sahihi. Je, ni kitu gani ambacho ungeweza kumshauri aweze kukifanya? Afanyeje?
Kama hapo awali alivyomshirikisha Kevin kwamba hili swala nimeweza kuambiwa na mama mkwe, kwa hivyo ni vizuri pia angeweza kumwambia hii ni kwa upande wangu binafsi, hii ingeweza kusaidia. Lakini shida kwa sasa, moja ya kitu ambacho kinamfanya Kevin amwamini ni kutokana na ile mara ya kwanza aliweza kumwambia kwamba kaniambia. Kwa hivyo kuna uhalisia kwamba Kevin huenda kaona kabisa hii ni kweli, alikuwa anaumwa kiuno ikamletea shida. Sasa tuje katika setting nyingine, lakini kama nilivyokupa task kwamba uniambie kwa upande wako ni task ni sehemu gani, ni setting ipi ambayo unaiona iko poa kabisa, hasa kwa upande wa setting ya huku kwa Kevin na upande wa Nelly. Sasa tunapokuja kwenye issue ya Nelly ni kwamba kwa sasa kwa asilimia kubwa ni kwamba Nelly ameweza kufanikisha, lakini bado kuna ugomvi ya sintofahamu kati ya Nelly pamoja na huu ambaye ni Pipi, ambaye wote hao wana scramble for the fittest, waweze kuhakikisha kila mmoja anapata upande wake ambao unamfaa. Kwa upande wa Nelly tunafahamu kabisa yupo na Maya kwa sababu tu ya pesa, lakini pia kwa upande wa Pipi yupo na Nelly kwa sababu tu ya masuala ya kihisia zaidi, waweze kulizishana, halafu kisha maisha mengine yaendelee. Hampendi hata kwa sababu kwanza Nelly hana pesa na nini, vitu kama hivyo, kazi ambayo ni kubwa sana. Sasa tunamalizia ni kwamba Kevin hapo ana kibarua kizito, lakini katika yale yajayo ni kwamba Kevin kwa sasa anakwenda kutiliwa wasiwasi mkubwa kutokana na namna ambavyo inavyokuwa hapa, anakwenda kuishi maisha mapya kabisa. Lakini Kevin ni mtu mwenye akili sana na mtu mwenye msimamo, kwa hivyo katika yale yote atamuelekeza na kuweza kumwambia Kevin. Lakini kama nilivyokujuza, hakikisha unaungana na sisi kwa kubonyeza neno subscribe, usahau kudondosha maoni yako. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are true hidden games to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Mambo yanazidi kunoga. Maya alisema amekuja tu kidogo, lakini mwisho wa siku amejikuta akilala usiku mzima. Pipi anampigia simu kumuuliza kulikoni hadi hivi sasa hajarudi. Mambo yanazidi kuwa balaa. Ukweli ni kwamba hapa Maya ameweza kajichanganya sana, kaingia kwenye mtego ambao utakuja kuleta vita kubwa sana, kwa sababu kinachokwenda kufuata ni swala zima la wivu, ambapo kama ulivyoona hapo Maya ameenda kidogo lakini amelala. Manake pia kule kwa upande mwingine, hasa kwa upande wa Pipi, na yeye kapiga simu akishangaa sana kwamba kulikoni. Manake hawa wameenda kufanya maajabu yao ambayo wamekuwa wakiyafanya kati ya Nelly na Pipi. Kwa hivyo hii inaashiria wazi kwamba kuna kitu ambacho ni cha kitofauti kidogo ambacho kinakwenda kuibuka na kuleta vita kubwa sana ambayo ni ya kitofauti sana. Je, umefurahia juu ya swala zima la Nelly pamoja na Maya kurudiana? Ni kweli wameweza kurudiana, japo kuna mtego hapo, lakini je, umefurahia? Na mbona kunijuza hapo kwenye comment. Lakini pia wakati unatoa maoni yako, hakikisha unatuambia kwenye comment kwamba hasa
ni kitu gani ambacho unaweza kumshauri Maya aweze kukifanya kwa sasa, kwa sababu kweli ni kwamba Nelly hana malengo kabisa na Maya. Hii kimaanisha kwamba ni kutokana na namna lifestyle ambalo yeye analiona kwa upande wake ni sahihi, kutokana na namna ambavyo Eiza Maya alivyokuwa akimtreat, lakini kwenye issue ya pesa ilimfanya ikabidi arudishe majeshi nyuma. Hii kimaanisha kwamba kuna changamoto kubwa sana, lakini kwa sasa maisha yanakwenda kuwa tofauti kabisa. Yanakuwa ni maisha ya mviziano kati ya Maya pamoja na rafiki yake Pipi, ambao watakuwa wanaviziana kwamba huyu akienda, kitu ambacho mwisho wa siku kitakuja kuibua hisia kali, hasa pindi ambapo watakapokuja kufumaniana wote kwa wote. Sasa je, ni kipi ambacho unaweza kumshauri Maya? Nikualike moja kwa moja, karibu. Hii ni Bongo Movie Network, hakikisha unabonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo, kama kwa leo unaikubali na kuipenda tamthilia hii, kisha niweze kualika moja kwa moja tuweze kutazama uchambuzi, hasa tukizungumzia mambo mengi kwa lakini kitu kikubwa zaidi nikikufahamisha ni yapi ambayo yanayokwenda kutokea. Tuliweza kuona moja kwa moja namna gani ambavyo kwa sasa maisha ni mapya kabisa, huku mipango ya mamake na Tina ikiwa bado inazidi kupeta, yani ikiwa inazidi kufeli sana. Sasa mpango ambao alikuwa ameupanga ulikuwa ni mpango wa ule binti tena kuingia kwenye mtego na kujikuta. Sasa hivyo ni kwamba alitaka, hakumwambia kwamba afike anavua nguo. Ni kitu ambacho ni kigumu sana, hasa kwa mtu ambaye huna mazoea naye, half from nowhere ufike hivi. Lakini Kevin ni mtu mwenye akili sana, bila shaka atakuja aweze kumuuliza kwamba kwa nini ulikuja ile siku, kisha ataambiwa kwamba aliweza kutumwa na huyu mama, kitu ambacho inabidi pia hata kwa upande wa Tina inabidi aweze kukielewa. Issue ni kwamba kama ukweli utafahamika, maana yake hapo itakuwa ni vizuri zaidi, hasa kuweza kujua ni yapi yaliyojiri. Mpango wa mama ni mgumu sana, umeweza kugonga mwamba kutokana na namna ambavyo mazingira yaliyotokea. Ni kwamba dem kaingia, au huyo mfanyakazi kaingia ambaye ni Zuu, huku Kevin alikuwa hayupo. Lakini wakati Kevin hayupo, mtu aliyemkuta mle ndani alikuwa ni Tina, na Tina alimkuta katika mazingira ambao kimaanisha kwamba alikuwa ni mgeni, yani hakuna uhusiano wote ule ambao Eiza walikuwa wamefanya kitu fulani, Kwa hivyo hii inakuwa ni mpango ambao kiukweli umefeli sana, na hii inakwenda kuleta shida hasa kwa upande wa huyu mama. Atakuja kuonekana mtu wa ajabu sana, hasa pale watakaporudi tena na Zuu, Eiza kuja kupanga mipango mingine ambao Eiza itakuwa ni ya kitofauti au kivingine. Sasa je, watafanikiwa? Lakini kwa sasa wameweza kushtukiwa. Kwa sasa kwa upande wa huyu ambaye ni Tina, na kwa sasa ameshaanza kumuona na huyu mama ni jao kabisa, hasa alipomwambia asiweze kuingia kwenye chumba cha Kelvin, kitu ambacho ilionekana wazi kwamba huyu mama alikipinga. Hii kiashiria wazi kwamba hapo mambo sio hayako sawa kabisa. Kuna shida hasa kwa huyu mama ambaye kidogo, akiwa pia ni mama yako, lazima utamwelekeza, utamwambia vitu fulani ambavyo ni vya tofauti. Ni kweli tamaduni zetu haziruhusu kabisa hayo mambo, lakini kwa wenzetu wazungu wanaweza kulala hata chumba kimoja, mama mkwe, wakakumbatiana, wakafanyeje, sometimes hata wakapigana kisi za kwenye mashavu. Hii kimaanisha kwamba wao huwa ni tofauti kabisa na sisi. Lakini sisi tamaduni zetu za Afrika, mama mkwe hatakiwi kabisa, yani anatakiwa kae mbali kabisa na mkwe wake, hawatakiwi kujibishana, hawatakiwa kae mbali kabisa. Sasa issue ni kwamba huyu mama mkwe hampendi. Hiyo ndo changamoto kubwa sana, na mipango yote anaipanga, lengo zima ikiwa ni kuweza kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa ni tofauti kabisa na jinsi ambavyo Eiza yeye anachokitaka waweze kuachana. Ni kama anaona kwamba huyo Kevin anafaidi sana kupitia mwanawe, japokuwa Tina yeye anampenda Kevin, na hivyo ndivyo ilivyo. Sasa Tina kwa sasa ameshaelewa na mambo yapo vizuri, na anajua kabisa kwamba kwa sasa wapo vizuri. Sasa tukija kwa upande wa Tina mambo yake pia bado mipango yake inaendelea, wakiwa na Tom, kwamba ameweza kumwajiri Tom, lengo zima waweze kupoteza kabisa furaha ya Tina. Lakini kila inavyozidi kwenda ni sawa, wanazidi kuiongeza furaha. Sasa hii mipango kwa upande wako mtazamaji, unaionaje mipango hii ambayo wanaipanga, hasa kuweza kuhakikisha kwamba wanapoteza kabisa au wanafuta furaha ya Tina, kitu ambacho kwa upande mmoja au mwingine kinawezekana ni kigumu kutokana na namna ambavyo kwa sasa kwamba furaha ya Tina ni kwamba aweze kuona Kevin yupo naye na maisha yanaendelea, lakini wanazidi kuiongeza furaha kwa sababu wameweza kumtafutia kazi, wamempa kazi. Lakini issue ni kwamba lengo
lengo lao ni kwamba yule binti ambaye waliokuwa naye aweze kumtongoza Kelvin. Akishamtongoza Kelvin, basi mambo yaweze kuwa sawa kabisa. Yani inamaanisha kwamba kule kwa upande wa Tina aweze kuwa mambo mengi sana ambayo yanamfanya aweze kuwa busy kufuatilia au kuwa na wivu. Sasa hii issue huenda ikawa ni ngumu sana kutokana na namna ambavyo Kelvin misimamo yake huwa ilivyo. Huwa ni mtu ambaye sio wa kuzungushwa sana. Hii inamaanisha kwamba hapo kwa upande wa huyu binti ambaye ameandaliwa aweze kumlubuni au kumtongoza Kelvin, inaweza ikawa ni ngumu sana kutokana na namna jinsi ilivyo. Kwa hivyo japo bado mipango inaendelea. Sasa tukimalizia issue ya mwisho ambayo tumeweza kuiona ni issue ya huyu binti ambaye anafahamika kama Maya. Maya anampenda kweli Neli. Kwa hivyo kwa asilimia kubwa manake hapa wamelala. Na mazingira yalionekana kwa namna ambavyo walivyoamka na kufunga vile. Hii inamaanisha kwamba nguo pia zimerushwa nje. Kumbuka alikuja amevaa shati nyeupe na suruali nyeusi. Kwa hivyo hii inamaanisha ukiangalia kwenye kitanda pale suruali ipo pembeni na nini. Hii inamaanisha kwamba kuna kitu ambacho wameshakwisha kukifanya. Hii kimaanisha kwamba moja kwa moja wameweza kuliziana na kuweza kurudiana. Sasa japokuwa wapo kwenye mchezo ambao utakao kuja kutokea. Sasa ni kipi kinachokwenda kutokea? Kinachokwenda kutokea ni kwamba kwa maisha yao, kwa upande wao ni kwamba watakuja kuivu itakuja kusonga mbele, hasa kwamba huyu atakuwa anaenda huko na lala muda mrefu, huyu akiwa na hamu ya kuja, mwisho wa siku itataka vitu fulani viweze kutokea. Ni kwamba wanachangia mwanaume mmoja. Lakini pia kwa upande wa Pipi atakataa kabisa baada ya ule muda kupita waweze kuachana, kitu ambacho kitaleta pia kizaazaa na vita kubwa sana. Sasa kwa issue nyingine pia kwa upande wa Kevin maisha yataendelea, japokuwa yule mama mkwe atakuja andae mpango mwingine ambao pia na wenyewe utakuja ufeli. Niseme sina ziada. Hii Bongo Movie Network, asante kwa na mimi. Mambo yanazidi kunoga. Maya alisema amekuja tu kidogo, lakini mwisho wa siku amejikuta akilala usiku mzima. Pipi anampigia simu kumuuliza kulikoni hadi hivi sasa hajarudi. Mambo yanazidi kuwa balaa. Ukweli ni kwamba hapa Maya ameweza kajichanganya sana, kaingia kwenye mtego ambao utakuja kuleta vita kubwa sana, kwa sababu kinachokwenda kufuata ni swala zima la wivu, ambapo kama ulivyoona hapo Maya ameenda kidogo lakini amelala. Manake pia kule kwa upande mwingine, hasa kwa upande wa Pipi, na yeye kapiga simu akishangaa sana kwamba kulikoni. Manake hawa wameenda kufanya maajabu yao ambayo wamekuwa wakiyafanya kati ya Neli na Pipi. Kwa hivyo hii inaashiria wazi kwamba kuna kitu ambacho ni cha kitofauti kidogo ambacho kinakwenda kuibuka na kuleta vita kubwa sana ambayo ni ya kitofauti sana. Je, umefurahia juu ya swala zima la Neli pamoja na Maya kurudiana? Ni kweli wameweza kurudiana, japo kuna mtego hapo, lakini je, umefurahia? Na mbona kunijuza hapo kwenye comment. Lakini pia wakati unatoa maoni yako, hakikisha unatuambia kwenye comment kwamba hasa ni kitu gani ambacho unaweza kumshauri Maya aweze kukifanya kwa sasa, kwa sababu kweli ni kwamba Neli hana malengo kabisa na Maya. Hii kimaanisha kwamba ni kutokana na namna lifestyle ambalo yeye analiona kwa upande wake ni sahihi, kutokana na namna ambavyo Eiza Maya alivyokuwa akimtreat. Lakini kwenye issue ya pesa ilimfanya ikabidi arudishe majeshi nyuma. Hii kimaanisha kwamba kuna changamoto kubwa sana, lakini kwa sasa maisha yanakwenda kuwa tofauti kabisa. Yanakuwa ni maisha ya mviziano kati ya Maya pamoja na rafiki yake Pipi, ambao watakuwa wanaviziana kwamba huyu akienda, kitu ambacho mwisho wa siku kitakuja kuibua hisia kali, hasa pindi ambapo watakapokuja kufumaniana wote kwa wote. Sasa je, ni kipi ambacho unaweza kumshauri Maya? Nikualike moja kwa moja, karibu. Hii ni Bongo Movie Network, hakikisha unabonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo, kama kweli unaikubali na kuipenda tamthilia hii, kisha niweze kualika moja kwa moja tuweze kutazama uchambuzi, hasa tukizungumzia mambo mengi kwa kweli, lakini kitu kikubwa zaidi nikikufahamisha ni yapi ambayo yanayokwenda kutokea. Tuliweza kuona moja kwa moja namna gani ambavyo kwa sasa maisha ni mapya kabisa, huku mipango ya mamake na Tina ikiwa bado inazidi kupeta, yani ikiwa inazidi kufeli sana. Sasa mpango ambao alikuwa ameupanga ulikuwa ni mpango wa ule binti tena kuingia kwenye mtego na kujikuta. Sasa hivyo ni kwamba hakumwambia kwamba afike anavua nguo. Ni kitu ambacho ni kigumu sana, hasa kwa mtu ambaye huna mazoea naye, half from nowhere ufike hivi. Lakini Kevin ni mtu mwenye akili sana, bila shaka atakuja aweze kumuuliza kwamba kwa nini ulikuja ile siku, kisha ataambiwa kwamba aliweza